Habari zenu vipenzi vya Grandma Empire Secret. Leo tuzungumzie kuhusiana na udongo. Ni namna gani unaweza ukatumia udongo kufungua eneo lako la biashara ambalo limefungwa na uelewi ni kwa nini limefungwa. Kwanza kabisa unapaswa kujua kwamba mali zote zipo kwenye ardhi. Mali zote zipo kwenye udongo. Kila unachokiona kimebebwa na ardhi. Kwa hiyo ardhi sio kitu cha kawaida kama unavyokijua. Ardhi inasikia, ardhi inapokea kila kitu ambacho mtu anazungumza. Kwa hiyo unaweza kuongea na ardhi na ukafungua eneo lako la biashara na likafanya vizuri kama mwanzo ambavyo lilikuwa linafanya. Kitu cha kwanza kabisa, kama ni mara yako ya kwanza unatembelea hapa, hakikisha unabonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, lakini pia unabonyeza kengele hapo pembeni ya maneno subscribe ili uweze kupata vipindi vyetu kwa wakati kabisa. Nikiweka kipindi chochote kile, basi unakuwa wa kwanza kabisa kupata madarasa ambayo yanawekwa hapa kila siku ama kila wakati. Hakikisha unapata udongo wa maeneo ambayo unajua kabisa haya maeneo ni maeneo ambayo watu wanapita wanakuja katika sehemu ya biashara yangu. Kwa hiyo kama mazingira ambayo unafanyia kazi kuna zile tunasema kama njia panda, ama kama si hivyo basi unaweza ukachukua tu mchanga wa maeneo ambayo unajua kabisa ni watu wao wanatembelea hayo maeneo. Kama hizo njia panda hazipo, utachukua tu mchanga ambayo ama udongo ambao watu wanatembelea katika hayo mazingira. Ukishachukua huo mchanga utaondoka nao na utakwenda nao nyumbani. Ukishafika nyumbani, hakikisha unakwenda kuomba kulingana na imani yako. Ardhi isikilize kile ambacho unakitaka. Ardhi ifungue kama kuna vitu ambavyo vimefunga. Narudia tena, fanya dua ama fanya maombi kulingana na imani yako wewe. Ombea hiyo ardhi kadri unavyoweza wewe. Ombea hiyo ardhi kadri unavyotaka wewe. Omba chochote kupitia hiyo ardhi. Ukishamaliza, chukua kiasi kidogo, oga. Hakikisha haya maombi unayafanya nyakati za usiku. Unaweza ukafunga ili upate matokeo ya haraka. Unaweza ukafunga kwa mwanaume, unaweza ukafunga siku 7. Kwa mwanamke unaweza ukafunga hata kwa muda wa siku 9. Funga, shika huo udongo na semea vile unavyotaka. Omba vile unavyotaka. Sasa hivi nafungua biashara yangu. Sasa hivi wateja wamiminike kwenye biashara yangu. Sasa hivi wateja walionisahau kwenye biashara yangu wanikumbuke. Sasa hivi navuta wateja hivi na hivi. Sasa hivi biashara yangu inakuwa. Sasa hivi biashara yangu wateja wanakaa. Sasa hivi naonekana kila sehemu. Sasa hivi biashara yangu ina mwanga. Zungumza kila kitu, lakini hakikisha kabla ya kuongea yote hayo unaanza na dua ama maombi kulingana na imani yako. Ukishamaliza ndo unakuja kuongea ambayo unaongea. Nimesema kupitia imani yako yoyote ile ambayo unajua wewe unapofanya labda dua zako unajibiwa kwa haraka. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi hayo mambo mengine siwezi kufanya kwa sababu imani yangu hairuhusu. Hapana. Fanya kwa imani yako wewe. Fanya kwa imani yako wewe, yoyote ile ni ruksa. Ombea hiyo ardhi, semea hiyo ardhi vile unavyotaka. Ukishamaliza weka kwenye maji. Ukishaweka kwenye maji utaoga. Utafanya hivyo kama ni siku 9, utafanya hivyo. Utaweka kwenye maji kiasi kidogo hivyo, utaoga mwilini. Ukishamaliza unakwenda kulala. Nimesema muda mzuri ni saa 9. Dua zako hizo zifanye saa 9 usiku. Huo ni muda mzuri. Kwa hiyo ukishamaliza hivyo, oga, kwenda kalala. Siku 9 fanya mfungo. Jitahidi fanya mfungo. Kwa mwanamke, kwa mwanaume siku 7. Ukishamaliza ule mwingine uliobakia kidogo, ule udongo, nenda kautupie eneo la duka lako ama sehemu yako ya biashara. Unyunyuzie hapo sehemu yako ya biashara. Alafu utafuta kinywaji ambacho kinapendwa. Yaani ambacho kinapendwa na hilo eneo. Tafuta hicho kinywaji, mwagia. Ukishamwagia mchanga, mwagia hicho kinywaji hilo eneo lako la mbele la eneo lako la biashara. Ni vizuri kufanya siku ya Alhamisi, kwenda kurudisha huo mchanga pamoja na kumwagia hicho kinywaji Alhamisi ama Jumapili. Jumapili unaweza ukafanya asubuhi mida ya saa 2. Alhamisi unaweza ukafanya hata mida ya mchana, lakini Jumapili ni saa 2. Unaweza ukafanya hilo zoezi, ukamwaga hiyo pombe yako, kama ni pombe ama kinywaji chochote. Nimesema pombe, inaweza kawa pombe ama kinywaji chochote, iwe ya asili, iwe ya kawaida, yoyote kile. Yaani kinywaji chochote ambacho unakiona kinapendwa na wazao wa hilo eneo. Hata kama kuna pombe za asili zipo katika hilo eneo, uliza hata wale wenyeji, hivi watu wako walikuwa wanapendaga pombe gani ama vinywaji gani? Chukua hivyo vinywaji, huo muda mwaga hapo, mwaga huko, unasema nia zako. Ama unaweza ukasemea, ukishamaliza unaenda sasa unamwaga ile eneo lako la biashara. Kama hilo eneo halitafunguka, basi urudi hapa kwenye comment na uniandikie kwamba mimi nimefanya kila kitu ulichosema na eneo langu halijafunguka.
urudi hapa kwenye comment. Kwa hiyo hata kama limefunga lina muda gani, hakikisha unafungua kwa kutumia ardhi. Ardhi inaweza kufungua chochote kile. Ardhi inaweza kufungua chochote kile kwa sababu ardhi ndio imebeba kila kitu. Kwa hiyo jitahidi sana kutumia ardhi ya eneo lako vizuri. Kwa hiyo ardhi usichukulie kawaida. Ardhi ina maajabu makubwa sana. Ardhi ina nguvu kubwa sana. Ardhi ina utajiri. Ardhi inasikia chochote kile. Ardhi inasikia. Kwa hiyo kwa leo mimi niishie hapa. Kama utakuwa umependezwa na hili darasa, hakikisha una like, una comment kuuliza chochote, na pia unaandika maneno ya ushindi. Kuanzia sasa hivi biashara yangu imefunguka, napokea wateja wengi sana. Kwa hiyo unaweza kaandika hapo chini ya comment.